mazoezi, na baadhi ya injury Msonda aliyepata maumivu wakati tuko Zanzibar kwenye kombe la Muungano, naye anaweza kurejea sasa hivi yuko sawa. Kwa hiyo tunashukuru Mungu, sasa wale majeruhi wameweza kurejea. Kwa hiyo tumebakiza na mjeruhi mmoja ambaye ni yao, nadhani taarifa yake itakuwa shared baadaye, kwa nini, kitu gani kinafanyika kwake na nini kinaendelea kuhusu yeye. Lakini wachezaji wengine wote ambao walikuwa na injury tunashukuru Mungu wameweza kurejea kwenye mazoezi kawaida. Kwa mechi ya kwanza tunataka kucheza baada ya hii break ni siku 7 zijazo. Kwa hiyo tunadhani huenda akaanza kutana na mwalimu, tunaona sasa katika mwalimu atakavyoona mpango wake ukoje, na kama ataona mpango kumtumia basi ataweza kumtumia, lakini in terms ya kwamba atakuwa tayari kufikia kusubiri. Kwa hiyo hicho tunaweza kusema sasa inakuwa sio jambo langu tena kupanga, lakini ni kocha, lakini sisi tutamshauri kutokana na jinsi gani anavyoweza kumtumia, hata kama anaweza asimtumie muda wote wa mechi, lakini kwa muda fulani wa mechi anaweza akaona amtumie, ni sawa. Naam, ni daktari wa Young Africans Moses Tutu. Habari njema ni hizo. Khalid Aucho, Pacome Zouzoua yao bado kidogo. Bado kidogo. Na yao amekuwa nje ya uwanja muda mrefu. Jobu shida sema sijui bado haya tena. Huyu kashamaliza. Ligi inaisha mwezi wa ngapi huko? Kashamaliza msimu. Sema kutokana na kusogea kwa ligi labda, lakini anaweza akacheza hata mechi moja. Labda, lakini honestly speaking kamaliza msimu. Hata ulirudi. Sidhani kama anaweza akawa na impact hiyo kwa Yanga. Ikitokea hata Yanga amechukua hatua hadi la CRDB la NBC, hauwezi ukamzungumza labda miongoni mwa wachezaji ambao wamekuwa na impact kubwa msimu ukilinganisha na uwezo wake. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa majeraha yamemtoa njiani. Lakini unasikia kuna urejeo wa Khalid Aucho. Khalid ambaye pia hata yeye pia impact yake kwenye kikosi cha Yanga msimu imekuwa finyu sana. Nyakati ambazo Yanga wamekuwa wanamkosa, of course kwenye ligi unaona nyakati nyingi sana wamemkosa, lakini hata kwenye michuano ya CAF kwenye hatua muhimu alikuwa anakosekana, mfano mechi za awali zile. Na mimi naamini pale Yanga ndo alipokosea mahesabu kwenye michuano ya CAF. Zile mechi za mwanzo zile, kuruhusu kufungwa nyumbani dhidi ya Al Hilal, mechi ambayo alimkosa Khalid Aucho. Mechi kama zile 3 za kwanza pale Yanga alikosea mahesabu. Mechi za 3 za mwisho kwenye ile group alikuwepo Yanga ndio timu ambayo ilikusanya alama nyingi kushinda timu yote, walikusanya alama 7. Hakuna timu ambayo ilikusanya alama nyingi kwenye zile mechi 3 za mwisho kulinganisha na Yanga. Kwa hiyo walikosea mahesabu yao kwenye zile mechi 3 za mwanzo. Kwa hiyo unaweza kuona athari ya kumkosa mtu kama huyo. Mimi ninachokiona kwenye issue ya Khalid kwenye dirisha kubwa linalokuja, lengo kuu la viongozi wa Yanga inatakiwa kuwa kuboresha eneo lao la kiungo. Kuna wachezaji wengi pale wa eneo lile la kiungo ambao ni kama kuisaidia tena Yanga kwao imeshakuwa ngumu. Yaani impact yao ndani ya Yanga ni ndogo sana. Aucho tunazungumza msimu huu kwake haujawa mzuri na umri ndio unazidi kusogea hivyo, haurudi nyuma. Shuaboy tunaona jinsi ambavyo imekuwa msimu huu. Mkude tunaona jinsi ambavyo imekuwa msimu huu. Kwa ni pale katikati ni kama msimu huu imekuwa ni eneo la wachezaji wawili tu ndio ambao muda wote ni guarantee unaweza ukawapata wakiwa fit 100%. Ni Mudathir Yahya na Duke Abuya. Tofauti na hao humuoni mchezaji mwingine. Aziz amekuja kuibuka hapa mwishoni Andambwile tena kwenye michuano ya Muungano. Kwa hiyo hata na yeye pia msimu huu ndo msimu wake wa kwanza ukuwa mzuri kiasi hicho. Kwa hiyo Yanga nafikiri kuelekea dirisha kubwa la msimu unaokuja wanatakiwa kufanya reshuffle kubwa sana kwenye eneo lao la katikati ya uwanja. Hawataki tena kulifungia macho. Yaani first priority natakiwa kuboresha pale. Pale ndo kila kitu. Na hichi sio kitu ambacho tunakizungumza msimu huu. Muda mrefu Yanga alitakiwa kuboresha ile eneo lao la katikati. Toka alivyoondoka Yannick Bangala. Kuanzia pale Yanga kulikuwa kuna kitu naona wanakosa kwenye eneo lile lao la kiungo. Hawakuboresha pale. Kwa hiyo msimu ule umekuja dirisha dogo, umekuja dirisha kubwa tena la msimu uliopita, dirisha dogo la msimu huu. Kwa hiyo kuna kama dirisha 4 ambao Yanga ameshindwa kuboresha vizuri eneo lao la kiungo. Nafikiri kwa dirisha kubwa linalofuata hilo hawawezi kulikwepa. Yaani ni kitu ambacho hakikwepeki. Nguvu zao zote waeke namna gani ambavyo wanaweza wakalirudisha wakaliimarisha tena eneo lao la kiungo. Wananchi
Dar es Salaam Young Africans. Unajua mimi najiuliza yao bwana, kwenye mechi gani kama kuna mtu anakumbuka? Injury ambayo ndio imesababisha. Yao ni msimu wake wa pili. Msimu wake wa kwanza alipata majeraha kwenye mechi na Azam. Akakosa mechi ya nusu robo finali ya Champions League dhidi ya Mamelodi Sundowns. Nafikiri toka pale alipopata jeraha lile kwenye mechi ya Azam akakosa baadhi ya zile mechi. Kutokea pale kidogo majeraha yamekuwa na msumbua. Na mkataba wake unaelekea ukingoni Yeah, of course ni msimu miwili. Kwa hapa sasa hivi huyu yuko kwenye msimu wake wa mwisho. Lakini hata kama wewe tuseme uko kwenye uongozi wa Yanga sasa hivi unamwacha Yao. Unajua? Unaamini kwamba tayari sasa hizi kashaanza kuwa majeraha yake yashafanywa kazi.